Niko hapa kikosi cha JKT Ruvu. Madhumuni ya safari ni kuja kuangalia utekelezaji wa mpango wa nishati safi wa taifa unaosimamiwa kwa ukaribu sana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wa kuhakikisha kwamba tunatumia nishati safi kama taifa. Na kama mnavyofahamu, kuna maelekezo kwamba taasisi zinazolisha zaidi ya watu 100 zifikie 100% ya kutumia nishati safi, na kuna muda uliowekwa maalum kwamba kufika mwisho wa mwezi huu wa 4 tuwe tumefikia hatua hiyo, na sisi ni miongoni mwa taasisi zinazolisha zaidi ya watu 100, hususan vikosi vya JKT, lakini hata maeneo mengine ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo nimetembea kama mlivyoona, tumeona majiko yameshawekwa, tumeshahama kabisa katika nishati ya kutumia kuni, tumehamia katika nishati ya gesi. Kwa hiyo ni hatua kubwa, ni kazi kubwa sana imefanywa na kikosi hiki chini ya uongozi wa mkuu wa kikosi Kanali Mnyani, lakini chini ya usimamizi wa mkuu wa JKT Meja General Rajabu Mabere na obviously na watendaji wao. Kinachofurahisha ni kwamba wamefanya kazi kubwa, tunawapongeza sana, lakini pia tumejifunza kwamba katika kazi hii kubwa mafanikio ni mengi zaidi ya kulinda mazingira, kwa sababu pamoja na kulinda mazingira pia kumekuwa na uokoaji wa fedha kiasi cha takriban bilioni 7. Hiki ni kikosi kimoja. Sasa ukipiga hesabu kwa vikosi vyote Tanzania nzima, saving itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wote wa Tanzania wote kuelewa kwamba tunalinda mazingira, lakini pia tunaokoa rasilimali fedha ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya shughuli nyingine. Kama ni taasisi, shughuli zingine za kitaasisi, lakini hata kama ni mtu binafsi, shughuli zako zingine. Lakini kama mnavyoona hapa tulipo sasa hivi ni sehemu ambayo pia kuna zoo, na hii ni ubunifu wa vikosi vyetu, kwa sababu pamoja na kwamba vikosi vinahudumiwa na serikali, lakini rasilimali hazitoshi. Kwa hiyo ili kuweza kuongeza kipato kunakuwa na ubunifu mbalimbali. Ubunifu mmoja wao ni huu hapa wa zoo. Kuna wanyama wazuri kabisa. Niwakaribishe Watanzania wote na wasio wa Tanzania waje watembelee, wafurahie huu ubunifu uliowekwa hapa. Lakini pamoja na hayo, kwa kuzingatia kwamba hiki ni kikosi cha muda mrefu sana, wana shughuli nyingi sana ambazo wanazifanya. Wana shughuli za kilimo, shughuli za uvuvi, shughuli za uvuvi wote wa wanyama, lakini uvuvi wa samaki. Na vijana wanapata fursa kubwa sana ya kujifunza. Vijana wako vizuri, wana morali, wanaeleza kwamba wamejifunza, wamenufaika na haya mafunzo walioyapata, na wako tayari kulilinda taifa lao, kuwa raia wema na kutumia stadi walizozipata. Pia na hapa nitoe wito kwamba vijana wanapopata fursa hii wazitumie, na waweze kuhakikisha kwamba kweli jukumu la kwanza wanaliweza la kulinda taifa lao, lakini pia dhumuni la pili ambalo ni kujijengea uwezo wa kujitegemea kwa kupitia stadi watakazojifunza, wanazitumia hizi stadi kikamilifu. Niishie hapa tu, na kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake mapana, kwa sababu maono ya kusema kwamba tuondoke kwenye nishati chafu na kwenda nishati safi, baadhi waliona kama ni ndoto ambayo haiwezi kutekelezeka. Lakini kwa maono yake, kwa usimamizi wake na kwa wasaidizi wake, hili sasa limeweza kufanikiwa kitaasisi, na hata katika ngazi ya mtu mmoja mmoja ya kifamilia linaendelea kufanikiwa. Asanteni sana. Tuendelee kuyatunza mazingira yetu.